Leo ilikuwa ni kuhusiana na hasira na ghadhabu. Wewe kama muumini wa dini ya Kiislamu umepokeaje? Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Kwa kweli mada ya leo ni nzuri. Yamezungumzwa maneno ambayo yenye tauhid, maneno mazuri, namna ya watu kuweza kudhibiti hasira zao na kuweza kuwa katika imani. Kulingana na maneno venye watu wanaendelea kwa barabara, venye mongelea kubwa kwa barabara about hao watu wa ndudhi nini hasira, hao watu wanaanza kutrigger ukafanya kitu yenye sijui kuna nini. Pia kwenye familia Pia inasaidia hiyo mada inasaidia. Kikubwa cha kuwashauri tupunguze hasira. Hata mtu kama amekuudhi, amekukasirisha, njia nyepesi unaweza enda uchukua ushike udhu na uswali. Haula wala quwwata illa billah. Ujue haswatan sisi kutojua dini yetu inatuhimiza nini, kutosoma dini yetu yatuamrisha tufanye nini, hayo ndiyo matokeo. Kwa sababu ukiangalia umma wengi wamefundisha watoto wao kizungu. Mtoto anatoka primary 1 mpaka anafika university kwa kizungu, lakini ikija kwa dini yake ako zero. Sasa wamtaraji kufanya nini? Sasa haswatan mwongozo inapeleka ulimwengu, ndiyo matatizo. Hasira kwa familia ndio ziko. Unakuta mwanaume huko pale ametoka labda kazini, amekuja nyumbani, kakozana tu na mkeo kidogo, hasira ikapanda, akafanya tukio ambalo hata yeye mwenyewe hakutarajia. Swala la hasira na swala la ghadhabu limekuwa donda sugu miongoni mwa waumini na hata wasiokuwa waumini, pia katika familia na hata katika jamii kwa jumla. Lakini leo katika msikiti wa Masjid Rahma Hurlingham ulioko jijini Nairobi, Sheikh Uthman ameweza kutoa mada mahususi tu kuhusiana na swala la hasira na swala la ghadhabu. Wengi wao wakaweza kujifunza tu kuhusiana na hasara mtu anaweza kupata kutokana na hasira. Kutoka msikiti huu wa Masjid Rahma Hurlingham uliopo jijini Nairobi, nimekuwa wako Abdurrahman Toya, na hii ni Al Hajar TV, mwangaza kwa umma.